Hii ni historia ya siri ya Samia Suluhu iliyomfanya na kumuunda kuwa kiongozi ambaye hajali. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, kindly subscribe. Tarehe 1 Novemba mwaka 2025 katika ukumbi wa Tume ya Uchaguzi wa Taifa wa Tanzania, mwenyekiti Jacobs Mwambegele alitoa tangazo lilosikika kote nchini kwamba Samia Suluhu Hassan ametangazwa kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha CCM. Tangazo hilo, japo lilionekana la kawaida, lilibeba uzito mkubwa wa kihistoria, likifunga ukurasa wa uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29 na kufungua sura mpya katika safari ya uongozi wa taifa hilo. Kwa kura milioni 31,913,866 kati ya kura milioni 32,678,844 zilizopigwa, Samia alipata zaidi ya asilimia 97 ya kura zote, akithibitisha nguvu ya chama chake na ushawishi wake binafsi katika siasa za Tanzania. Huu ndio ulikuwa ushindi wa kawaida, ama huu ndio ulikuwa ushindi mkubwa zaidi katika historia ya uchaguzi wa nchi hiyo tangu mfumo wa vyama vingi urejeshwe mwaka 1992. Samia Suluhu Hassan aliyezaliwa mwaka 1960 visiwani Zanzibar, sasa anabeba taji la kuwa rais wa 6 wa Tanzania na mwanamke wa kwanza kuchaguliwa tena kwa kura kuwa rais wa taifa hilo. Ni rais wa pili kutoka Zanzibar baada ya Mzee Ali Hassan Mwinyi aliyetumikia taifa kati ya mwaka 1985 hadi 1995. Japo wengi wanasema uchaguzi huo ulikuwa wa nguvu, ambapo polisi walitumika vibaya, haswa wakati wananchi walikuwa wanaandamana wakipinga uchaguzi huo. Safari ya Samia haikuanza jana. Ni simulizi ya mwanamke aliyepanda ngazi za uongozi kwa utulivu, maarifa na uvumilivu. Alianza kama afisa wa maendeleo katika serikali ya mkoa wa Zanzibar mwaka 1988 kabla ya kushika nafasi ya meneja wa miradi katika shirika la chakula duniani ama ukipenda WFP, na katika miaka ya 1990 alihudumu kwenye taasisi zisizo za serikali, akipata uzoefu wa kiutawala uliomjenga kisiasa. Mwaka wa 2000 alipata nafasi ya kiti maalum katika baraza la wawakilishi la Zanzibar kupitia CCM. Hapo ndipo nyota yake ilianza kung'aa kisiasa, akiteuliwa kuwa waziri wa ajira, vijana, wanawake na watoto. Uamuzi wake wa kufuta marufuku iliyokuwa ikiwazuia wasichana waliopata ujauzito kurudi shule uliompatia umaarufu mkubwa kama kiongozi wa mageuzi. Mwaka 2005 alihamishwa Wizara ya Utalii na Biashara, na kabla ya kugombea ubunge wa jimbo la Makunduchi mwaka 2010 na kushinda kwa kishindo kikubwa, rais wa wakati huo Jakaya Kikwete alimpa nafasi ya waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais, nafasi iliyomfanya kuwa kiungo muhimu kati ya serikali za muungano wa Tanzania ama muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mwaka 2014 jina la Samia lilianza kujulikana zaidi pale alipoteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa bunge maalum la katiba liloongozwa na marehemu Samuel Sitta. Uwezo wake wa kuongoza kwa utulivu hata katika mijadala mikali ulimjengea heshima kubwa kwa Watanzania. Wengi walimuona kama mama mwenye busara, mwenye uwezo wa kuongoza bila mihemko. Lakini hatua kubwa zaidi ilikuja mwaka 2015 wakati mgombea urais wa CCM John Pombe Magufuli alipotangaza kumchagua Samia Suluhu kuwa mgombea mwenza wake. Wengi walishangazwa, lakini kwa ndani ya chama uamuzi huu ulikuwa wa maana pana. Samia alionekana kama kiongozi mwenye uwezo wa kumkabili Magufuli kwa hoja, si kwa uoga. Baada ya kifo cha ghafla cha Rais Magufuli mnamo Machi mwaka 2021, historia ikajirudia. Samia akiwa makamu wa rais aliapishwa kuwa rais wa kwanza mwanamke katika historia ya Tanzania. Ilikuwa hatua ya kihistoria, lakini pia mwanzo wa changamoto kubwa kisiasa.
Uongozi wake uliashiria mabadiliko makubwa. Tofauti na mtangulizi wake, Samia aliamua kukabiliana na janga la COVID-19 kwa njia ya kisayansi, akiruhusu chanjo kuingia nchini na kurudisha ushirikiano wa taasisi za kimataifa. Alipanua uhusiano wa kidiplomasia, akijitokeza kama sauti ya Afrika Mashariki katika masuala ya kimaendeleo na usawa wa kijinsia. Na katika sekta ya utalii alizindua kampeni kubwa ya The Royal Tour, ikilenga kuitangaza Tanzania kimataifa. Hatua hii iliongeza idadi ya watalii na mapato ya serikali, ikiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia kama kivutio salama na kizuri. Lakini mafanikio haya ya kuondoa changamoto, mashirika ya kimataifa na wanaharakati wa haki za binadamu yamekuwa yakitoa ripoti zenye madai mazito ya ukiukwaji wa haki za raia, mateso kwa wapinzani na kukandamizwa kwa sauti za upinzani. Serikali yake imekanusha madai haya, huku rais akiahidi uchunguzi huru na kuahidi kuharakisha mchakato wa katiba mpya. Miongoni mwa sifa zinazomtambulisha Samia ni namna alivyosikiliza kabla ya kuamua. Wale waliowahi kufanya naye kazi wanasema ni kiongozi mwenye uvumilivu wa kipekee, anayejenga hoja kabla ya kuchukua hatua. Mbunge wa Bumbuli January Makamba amewahi kumwelezea kama mwanasiasa aliye na uwezo mkubwa uliofichwa nyuma ya tabasamu la utulivu. Wakati Magufuli alikuwa na mtindo wa kuamua kwa kasi na nguvu, Samia aliingia na mtindo wa maridhiano, akitafuta kuponya mipasuko iliyosababishwa na siasa za ukali. Aliruhusu mikutano ya kisiasa, akakutana na viongozi wa upinzani na kurudisha sauti ya wananchi katika meza ya mazungumzo. Lakini pamoja na upole wake, Samia ni kiongozi jasiri. Mmoja ya matendo yaliyowavutia Tanzania wengi ni uamuzi wake wa kwenda kumjulia hali Tundu Lissu, aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki baada ya kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017. Wakati huo wanasiasa wengi walikuwa wakiogopa kugusana tukio hilo, lakini Samia kwa utu wake aliamua kuvuka mipaka ya kisiasa na kuonyesha ubinadamu. Uongozi wake pia umechangizwa na jitihada za kuinua nafasi ya wanawake. Amefanya uteuzi kadhaa wa wanawake katika nafasi ya juu serikalini, akisisitiza usawa wa kijinsia kama nguzo ya kimaendeleo. Kimaisha, Samia ni mama wa familia. Aliolewa na Hafidh Ameir mwaka 1978 na amejaliwa na watoto 4, akiwemo Wanu Hafidh Ameir ambaye naye ni mbunge. Mara kadhaa Samia amekuwa akielezea changamoto alizopitia kama mwanamke aliyejaribu kusawazisha familia, kazi na siasa. Safari yake kutoka kwa afisa wa maendeleo Zanzibar hadi kuwa rais wa Tanzania ni mfano wa uvumilivu na ujasiri wa mwanamke wa Kiafrika. Ni simulizi ya uongozi uliojengwa juu ya busara, usikivu na uthubutu wa kufanya maamuzi magumu. Lakini kwa sasa, baada ya kutangazwa tena kuwa rais mteule mwaka huu, macho yote yapo kwake. Dunia inataka kuona kama ataendeleza sera zake za maridhiano na mageuzi, au kama shinikizo la kisiasa litamfanya kugeuka kuwa kiongozi wa mamlaka makubwa zaidi na dikteta ambaye hajali maisha ya wengine. Kwa Watanzania wengi, japo haya yote na historia refu kumuhusu na jinsi ni jasiri na mchapakazi, sasa wanamuona kama dikteta ambaye hajali maisha ya watu. Haswani kutokana na maandamano yaliyofanyika kupinga maamuzi ama kupinga uchaguzi uliofanywa, lakini akaamuru askari kuwaua wale waandamanaji. Ingawa kutokana na historia yake anaonekana kuwa kiongozi jasiri ambaye hakika ni kiongozi, lakini katika wiki chache kabla ya uchaguzi wa mwaka huu, giza zito lilianza kutanda juu ya anga la Tanzania. Mitaani kulianza kusikika sauti za wasiwasi, watu wakipotea kimya kimya usiku, familia zikisubiri milangoni kwa matumaini ya kuona wapendo wao wakirudi, lakini hawakurudi. Ndani ya nyumba hewa ya hofu ilitanda na mijadala ya siri ikaanza kusambaa kuhusu vijana waliotoweka, wanawake waliotekwa na wale waliodaiwa kuchukuliwa na usalama. Japo Rais Samia Suluhu alibaki kimya, kuonyesha kuwa alikuwa ametoana baraka za wale waliowateka hao.
Wale waliokuwa wakifuatilia matukio haya kwa karibu waliona jambo kubwa zaidi likiibuka, na hili halikuwa suala la uhalifu wa kawaida, bali lilikuwa mpangilio rasmi ulioratibiwa na ustadi wa kijeshi. Utekaji, mateso na kukamatwa kabla ya maandamano vilikuwa sehemu ya mkakati kuu cheche yoyote ya upinzani kabla haijawaka moto. Vyombo vya usalama havikufanya haya kwa maamuzi ya haraka, vilikuwa vinatimiza maagizo waliopewa kutoka kule juu, ambapo ni Samia Suluhu. Na baada ya uchaguzi, amri ya kutoka nje ilitolewa na mitandao ya kijamii ilizimwa ghafla. Tanzania ilitumbukia katika giza totoro la ukimya. Mawasiliano yakakatika, simu zikawa hazifanyi kazi, kamera zikanyamazishwa. Dunia haikuweza tena kuona kilichokuwa kikiendelea ndani ya mipaka ya nchi hiyo. Wakati huu wa giza kulisikika milio ya risasi na milio ya magari ya doria ikipita usiku kucha. Wale waliothubutu kurekodi au kupiga picha walichukuliwa, wengine hawakuonekana tena. Giza la mtandao lilikuwa blanketi iliyofunika ushahidi wote wa ukatili uliofanyika. Na sasa swali linabaki, je, Samia Suluhu hakika ni mama? Kwa maana aliachilia yote akatendeka, watoto wa watu wakauliwa. Kuna wazazi wanatafuta wanao hadi waleo hawajawaona. Kuna mama alipoteza mtoto, kuna mwanamke alipoteza bwana, kuna mtoto alimpoteza babake ama alimpoteza mamake. Swali linasalia, je, Samia Suluhu ni kiongozi jasiri na ambaye ametoshea kabisa kuwa kiongozi kutokana na historia yake refu ambayo ina mautamu na ni tamu zaidi? Hii ni Kenyascope, ambapo tunakuletea habari na uchambuzi wa kina. Hapa tunakuletea mambo yalivyo bila kupindisha. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajajua kwamba tumeweka video nyingine moto moto.